yako hapa ni wafanyabiashara wa madini, na sisi ambao ndo tupo kwa ajili ya kuwawezesha. Mchango wao katika serikali hii ni kubwa sana, ambapo ndani ya robo ya kwanza ya mwaka 2025-26 wameweza kuchangia zaidi ya bilioni 10 katika mapato ya serikali, ambapo hapo kuna baada ya ukaguzi wa bilioni 8 na bilioni 2, zaidi ya bilioni 2 kwa upande wa kodi za TRA. Kwa hiyo tunaweza tukaona umuhimu wao hapa, na tunashukuru kwa kutambua mchango wao na kuwasogezea huduma karibu, ambapo tutaendelea kuwarahisishia shughuli zao. Kwa kusema hayo, napenda nikukaribishe tena Kahama, na mara nyingine Mungu akikupendeza ututembelee tena. Wiki hii sisi ni wiki ya huduma kwa wateja. Na wateja wakubwa wa TRA lakini wa nchi yetu ni wananchi, wafanyakazi, wafanyabiashara ambao ndio wanachangia maendeleo ya nchi. Kwa hiyo kwenye wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa wa madini ndio wateja wetu sisi. Kwa tumekuja kwanza, nimekuja kuwaona, lakini kubwa zaidi nimekuja kuwashukuru sana kwa namna ambavyo mnatoa mchango wenu wa kulipa kodi. Asanteni sana. Takwimu zimeonyesha nachangia 7% ya mauzo kama royalty, ambayo ameizungumza hapa ni karibu bilioni 10. Mnachangia 2% kama kodi ya withholding tax, lakini mnachangia city service levy kwenye halmashauri zetu. Kwa hiyo mchango wenu ni mkubwa sana, na kwa kutambua hilo ndio maana tunasema asanteni sana kwa kulipa kodi mnazostahili kwa hiari. Asanteni sana. Nimekuja pili kuhakikishia, nimefurahi nyewe wenyewe mmezungumza hapa kwamba TRA imeboresha huduma, imesogeza huduma. Nimekuja katibu na wenzako kuhakikishia kwamba tulichofanya tunaona bado, kwa kushirikiana na nyie tutafanya zaidi ya tulichofanya ili kuboresha huduma katika soko letu. Leo mnaye mmoja mtumishi, ukimuona hatoshi tutaongeza na mwingine. Kwa hiyo nataka niwahakikishie, napita nione kidogo kwenye maduka, lakini kuna watu wangu na wenyewe wanapita waone changamoto. Ndio maana sikutaka kuongea mpaka nisikie kuna changamoto zipi. Ninafurahi kwamba inaonekana hamna changamoto. Sasa lakini mimi nilivyoona zitakuwepo ambazo sio lazima tuzitaje hapa. Tunatafuta namna ya kuzijua. Nataka niwahakikishie tukizijua, mimi nitakuwa mstari wa mbele kutafuta ufumuzi wake ili soko hili liwe kubwa zaidi, ili watu wauze madini hapa. Maana yake kusiwe na magendo, kusiwe na magendo ya madini. Ukiwa na magendo ya madini, maana yake yanauzwa nje ya utaratibu. Na sisi moja ya kazi tunayofanya pia ni kuzuia magendo kupitia idara yetu ya forodha. Nafikiri hapa hamna magendo, ndio maana hawajazungumza katibu. Maana yake mauzo ni mengi zaidi, lakini nataka nikuhakikishie kama yatakuwepo hujayazungumza, tutakaa tuone namna gani tunadhibiti zaidi, ili kwa kiasi kikubwa biashara za madini ya wachimbaji wadogo wadogo zifanyike kwenye masoko kama ambalo soko letu hili. Kwa hiyo la kwanza nataka niwahakikishie, lakini nimekuja pia
ahidi kwamba sisi TRA tutashirikiana na taasisi zingine ili kulifanya soko liwe active zaidi, lakini na wafanyabiashara ambao wako hapa wapate faida, wakipata faida ili waendelee kushiriki zaidi kwenye soko. Kwa hiyo shirikiana na wenzetu wa Wizara ya Madini, shirikiana na halmashauri, lakini TRA tutakuwa mabalozi kwenu wa zile changamoto zenu popote pale zinapotakiwa kwenu, na sisi tutashiriki kuhakikisha zinatatuliwa. Mtakuwa mmesikia kwamba moja ya kazi tunayofanya sasa hivi ni kuwezesha biashara zikue. Tumeanzisha madawati ya kuwezesha biashara, na moja ya biashara ambayo inapaswa iwezeshwe ni biashara ya madini, na hasa inayofanywa na wachimbaji wadogo, wakati na hata wakubwa. Nilianza kwa wakubwa, leo nilikuwa Bulyanhulu, ndio tumetoka sasa hivi, kesho naenda Geita. Nikasema ni lazima nije na kwa wadogo. Nimekuja hapa kwa sababu najua kanda hii ni kanda ya madini, na hatuwezi kuimarisha na kuwezesha biashara ya madini bila kuwezesha wachimbaji wadogo na masoko ya madini tulionayo. Kwa hiyo manager, kwa sababu na hapa tuna dawati, mimi ni waombe mwenyekiti na katibu na mabrokers na madealers mpange kikao kingine ambacho mtakutana, muwe wazi, mueleze vitu vyote ambavyo mnafikiri. Si lazima viwe vya kodi, si lazima viwe vya TRA, vyovyote ambavyo vikifanyika biashara itakuwa, tueleze, sisi tutakuwa mabalozi wenu wa kwenda kuyafanyia kazi. Lingine ninalotaka kuhakikishia, sisi tunawaamini sana wafanyabiashara wote. Hatuwaoni katibu hatuwaoni kama ni wakwepa kodi. Tunawaamini kwamba mnalipa kodi vizuri, na tunataka kuiendeleza hiyo imani. Kwetu sisi mlipa kodi analipa kodi zake vizuri mpaka pale tutakapombaini kwamba halipi kodi, anakwepa kodi. Lakini kabla ya kumbaini tunamuona analipa kodi vizuri. Sasa kwa sababu tunawaamini hivyo na mmeonyesha hapa mnalipa kodi vizuri, waombe sasa muendeleze hiyo imani kwa kulipa kodi kwa hiari. Na sina shaka manager ameniambia mnalipa vizuri, na hata RMO amesema hapa mnalipa vizuri. Ndio maana tulisema tunapokuja kuwashukuru katika wiki ya wateja, na nyie mkiwa wateja wetu muhimu, tuliona tuje pamoja tuwape hizo salamu na tukutane tukate keki kwa pamoja. Kwa hiyo hongereni sana. Kwa hiyo nimesikia yaliyozungumzwa, nimefurahishwa sana na wote. Amezungumza bwana katibu, bwana Abdul Nasoro, kwamba muhimu kwamba wamenipa mrejesho kwamba huduma zinazotolewa ni nzuri. Kwa sababu hiyo na mimi napenda niwapongeze manager na watumishi wa TRA kwa kufanya kazi vizuri. Nilijua leo mtaniambia huduma ni mbovu. Nilijua leo mtaniambia kama mnaombwa rushwa. Nilijua leo mtaniambia mnatolewa madai ambayo sio sahihi. Nilijua leo napata habari ambazo sio nzuri. Lakini nimepata habari nzuri, na ndivyo tunavyotaka TRA iwe, na ndivyo tunavyotaka watumishi wetu wawe,
Na niwashukuru sana watumishi wa Kahama kwa kuthibitisha kwa vitendo values zetu tunazotaka ziwe. Hongereni sana. Niwashukuru sana. Niwahakikishie tena kwamba Mheshimiwa Rais anathamini sana wafanyabiashara wadogo na hasa wa madini. Ndio maana tumeformalize biashara ya madini. Yale mambo ya kisera ambayo yalikuwa yanazungumzwa, labda 9.5% ni kubwa sana. Iliundwa tume ya Mheshimiwa Rais ya kupitia utaratibu mzima wa utozaji kodi ndani ya nchi, na hivi karibuni watatoa ripoti yao na mapendekezo yao. Sisi kama TRA, nataka niwaahidi, tutakuwa mstari wa mbele kutekeleza yale yote ambayo mliyasema na mliyatoa kwenye tume, na tume ikiyaona yanafaa yakiletwa kwa mapendekezo, TRA itakuwa mstari wa mbele katika kuyatekeleza ili kuboresha shughuli za kibiashara zikiwemo za hapa Kahama. Tawakilisha wenzangu, kuna TRA na viongozi wengine wa serikali. Niombi, wala sio changamoto. Tunapokuwa tunanunua sisi kama dealers, tuna sehemu kama 3 za kuuza. Kuna kuuza ndani kwa maana ya BOT, tuna kuuza nje kwa mfumo kama tumetoka kwa mwanzo. BOT wapo? BOT tunayo Geita na Mwanza. Kwa hiyo mnaenda Geita. Sasa tulijikita katika upande wa BOT. Kuna wakati kwa bei yetu ya serikali inakuwa inatutamanisha sisi kama wafanyabiashara kuiuzia serikali, lakini kwa kuwa umesema hata yale ambayo tutayatamani tutayafikisha, tunatamani turahisishiwe upatikanaji wa fedha pale tunapokuwa tumefanya nao biashara, kwa maana ya BOT. Tuna ile process nikichukua kilo zangu 10 nikasema sita export, nitaenda kuiuzia serikali kwa bei yake imenizisha. Nikifika kule tutafanya process zote tutakamilisha. Baada ya hapo utapewa kile kibali cha kusubirishia hela, lakini inachukua masaa 72 kupata hela, siku 2 mpaka siku 3. Sasa kuna wakati tunakuta kama tulivyokuonyesha mzigo mmoja tu unahitaji bei mbili. Sasa unajikuta pengine na mzigo mkubwa zaidi ya ule kwa mara 2 mara 3. Kwa shindwa kuja kuendelea kumwanta kununua. Ni tamanio letu kwamba tupewe favor au first priority kwa serikali. Sisi wafanyabiashara wa ndani tunapokuwa tunatamani kuiuzia serikali, tunapofikisha tu mzigo wetu usamanishwe, ufanywe process, baada ya kupata thamani yake tulipe kwa wakati tuweze kuendelea na biashara.